Dakika chache kutoka sasa tutajiunga na matangazo ya Amka na BBC Swahili leo tarehe 5. Vita. Chama cha TPLF nchini Ethiopia chaonya kwamba taifa hilo linakabiliwa na hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kabla hali haijawa mbaya zaidi. Na katika gumzo tunaangazia michuano ya kombe la dunia itakayoanza kunoa nanga Juni 11, huku kwa mara ya kwanza kukiwa na timu shiriki 48, lakini vikosi vilivyoteuliwa vimewaridhisha wapenzi wa soka. Kila nchi imejitahidi kuleta wale wachezaji ambao sisi mashabiki au wafuatiliaji wa mpira tulikuwa tunatamani kuwaona, isipokuwa katika maeneo ambayo wachezaji wamepata majeraha. Kwa hiyo binafsi nimeridhika. Kabla ya kusonga mbele, msikilizaji, tuna mengi kabisa, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Phyllis Mote. Karibu Phyllis. Shukran David. Habari ya leo msikilizaji. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameandika barua kwa rais wa Urusi Vladimir Putin akimtaka wakutane kwa ana kwenye lengo la kumaliza vita. Barua hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti ya rais wa Ukraine inasema kwamba Marekani kwa sasa imeelekeza kikamilifu nguvu zake kwenye swala la Iran na ni muhimu kutoisubiri itatue mzozo huo. Aidha, Zelensky amesema kuwa raia wa Urusi wameanza kuchoshwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka kwa Ukraine, mfumuko wa bei na uhaba wa mafuta, na kwamba wako tayari kwa amani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba amezungumza moja kwa moja na kundi la Hezbollah kuhusu uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon. Katika mkutano na waandishi wa habari huko ikulu ya White House, Trump amesema kwamba Hezbollah, ambalo ni kundi lililoorodheshwa nchini Marekani kama kundi la kigaidi, ndilo lililowasiliana naye kuhusu swala hilo. I will tell you, they called us. Kuhusu Hezbollah, nitawaambia kwamba wao ndio waliwasiliana nasi na kuuliza, vipi kuhusu kusitisha mapigano? Nadhani mtaona maendeleo katika siku zijazo. Itakuwa vyema ikiwa Lebanon itapata amani. Kwa miaka mingi, Lebanon imekuwa ikikumbwa na mashambulizi na migogoro, na mara nyingi imejikuta katika nafasi dhaifu. Ingependeza sana ikiwa hali hiyo itafika mwisho. And it would be really nice if it could end. Marekani imeweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel pamoja na baadhi ya wanafamilia wake wa karibu huko Marekani, ikiongeza shinikizo dhidi ya taifa hilo linaloongozwa na chama cha kikomunisti. Zaidi na Florian Kaijagi. Tovuti ya Wizara ya Fedha ya Marekani imesema watu na taasisi nyingine zinazohusishwa na serikali ya Cuba, wakiwemo baadhi ya wanafamilia wa Castro, pia zimewekewa vikwazo hivyo. Bwana Diaz-Canel ametaja hatua hizo kuwa za uchokozi na zenye nia ovu, akisema zinaimarisha vikwazo vya Marekani dhidi ya Cuba na kuongeza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza mjini Washington, Trump amesema Marekani itaihudumia Cuba na ina mipango mikubwa kwa ajili ya taifa hilo. Na polisi wa Zanzibar wamehitimisha kuwa mshawishi wa mitandao ya kijamii kutoka Marekani Ashley Robinson mwenye umri wa miaka 31 alifariki dunia kwa kujiua kufuatia msongo wa mawazo baada ya uchunguzi kuhusu kifo chake katika hoteli moja visiwani humo. Bi Robinson, ambaye pia alijulikana kama Ashley Jinai, alifariki baada ya tukio lililotokea katika hoteli moja kisiwani tarehe 8 mwezi wa Aprili mwaka huu. Na akitoa taarifa kuhusu matokeo ya uchunguzi huo, naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Zanzibar Zuberi Chambera alisema kwamba wachunguzi wamebaini bila shaka kwamba kifo cha Bi Robinson kilitokana na kujitoa uhai yeye mwenyewe na kwamba hakuna mtu mwingine aliyehusika. Tukio hilo lilizua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuibuka kwa taarifa zinazokinzana kuhusu mazingira ya kifo chake. Hii ni BBC. Na kutoka Nairobi ni Phyllis Mote kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, kikutangazia kwenye FM radio ya shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Kwa Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa, Radio 1 pamoja na Radio Kwizera. Kenya ni Mwanedu FM, Nyota FM na Count FM. Uganda ni Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Paidha, na iwapo upo DRC ni Radio Muungano Beni pamoja na Liza Dir Radio. Tunasikika vile vile moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Andika BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Mkia. Karibu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameandika barua kwa rais wa Urusi Vladimir Putin akimwalika katika mkutano ana kwa ana ili kumaliza vita. Barua hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti rasmi ya rais wa Ukraine inasema kwa sababu Marekani kwa sasa
imeelekeza kikamilifu nguvu zake kwenye suala la Iran, haitakuwa sahihi kusubiri hadi pale Marekani itakapoupa mgogoro huo kipaumbele, akiongeza kwamba amani inaweza kupatikana tu kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi. Phyllis Motena na maelezo zaidi. Aidha, Zelensky alitoa wito wa kusitishwa kikamilifu kwa mapigano kwa muda wote wa mazungumzo yaliyopendekezwa, jambo ambalo Rais Putin alikataa mapema siku ya Alhamisi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba anaona ni vyema iwapo viongozi hao wawili wangekutana. Ikulu ya Kremlin ilithibitisha kuwa imepokea barua hiyo na kwamba Putin ataarifiwa kuhusu hilo. Mtindo wa barua hiyo ulikuwa wa kujiamini kwa Rais Zelensky na wenye kejeli kwa kiasi fulani, ukiangazia mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine ndani ya eneo la Urusi. Zelensky alisema kuwa baada ya miaka 26 madarakani, umri unaanza kuathiri uwezo wa Putin. Hili si pendekezo jipya kutoka kwa kiongozi huyo wa Ukraine. Kama ilivyofanya hapo awali, Kremlin ilijibu kwa kusema kwamba Zelensky anakaribishwa kukutana na Putin mjini Moscow. Akizungumza na waandishi wa habari wa kigeni mjini St. Petersburg kabla ya kuarifiwa kuhusu barua ya Zelensky, Putin alisema kuwa bila shaka yuko tayari na anania ya kufikia makubaliano na Ukraine, lakini akasisitiza kwamba pande zote zinapaswa kufanya maridhiano. Tuko tayari kabisa na tuna nia ya dhati ya kufikia makubaliano na Ukraine kwa njia za amani, kwa kuzingatia msingi tulioujadili katika mkutano wetu na Rais Trump. Urusi iliombwa kuzingatia baadhi ya maridhiano na iko tayari kuyakubali. Hata hivyo, upande wa Ukraine nao lazima ukubaliano na maridhiano hayo. Hilo likifanyika, mzozo huu utakwisha haraka sana. Msimamo wa Rais Putin umekuwa kwamba Ukraine inapaswa kujiondoa katika maeneo 4 ambayo kwa sehemu yanadhibitiwa na Urusi: Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia, pamoja na kusitisha jitihada zake za kujiunga na NATO. Ukraine imekataa kuachia maeneo hayo, ikisema hatua hiyo itaipa Urusi ujasiri wa kufanya uvamizi mwingine kama ilivyofanya mwaka 2022 ilipoanzisha vita kamili dhidi ya Ukraine miaka 8 baada ya kuiunganisha kimabavu Crimea na Urusi. Mazungumzo ya kusitisha mapigano yamekwama katika miezi ya hivi karibuni, huku juhudi za awali za amani zilizofanyika huko Geneva, Abu Dhabi na Istanbul zikiwa hazijazaa matunda. Ni Phyllis Motena. Kwingine kwa chama cha TPLF nchini Ethiopia kimeonya kwamba taifa hilo linakabiliwa na hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa na wenye madhara makubwa, huku kikitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kabla hali haijawa mbaya zaidi. Florin Kajage na maelezo zaidi. TPLF imesema kupitia taarifa iliyotolewa jana Juni 4 wakati Ethiopia ikihitimisha uchaguzi wake mkuu wa 7 kuwa uchaguzi hauwezi kutatua mzozo wa kisiasa unaozidi kuongezeka nchini humo, na kwamba changamoto za sasa za Ethiopia zinahitaji mazungumzo ya kitaifa yenye umoja na ya kuaminika, yenye uwezo wa kushughulikia matatizo ya kimsingi ya kisiasa ya nchi hiyo. TPLF ambayo hivi karibuni ilirejesha serikali ya eneo la kabla ya vita huko Tigray baada ya kuvunja utawala wa muda wa kikanda ulioanzishwa chini ya mkataba wa Pretoria, imeishutumu serikali ya shirikisho kwa kuhujumu makubaliano hayo, ukiwa umetiwa saini nchini Afrika Kusini mwaka 2022 ili kumaliza vita vya Tigray vilivyodumu kwa miaka 2. Mkataba huo umeshindwa kwa kiasi kikubwa kufanya kazi. Taarifa hiyo ilibainisha na kuongeza kuwa hakuna masharti yake ya msingi ambayo yametekelezwa ipasavyo. Kulingana na TPLF, vikosi vya ulinzi vya kitaifa vya Ethiopia vimeanzisha uhamasishaji mkubwa wa kijeshi kwenye mipaka ya Tigray kuzunguka eneo hilo na kusababisha shida kubwa ya kijamii na kiuchumi na dhiki ya kisaikolojia miongoni mwa wakazi wake. Pamoja na mivutano hiyo, TPLF ilisisitiza dhamira yake ya kupata suluhisho kwa njia ya amani. Kundi hilo liliwahimiza wahusika wa kimataifa kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuleta pande zote kwenye meza ya mazungumzo. Hali hiyo inahitaji hatua za haraka zilizoratibiwa na madhubuti ili kuanzisha mazungumzo ya kisiasa ya kuaminika kabla ya kuchelewa. Taarifa hiyo iliongeza kuwa vita tayari vinaharibu maeneo ya Amhara na Oromia na hatari ya makabiliano mapya yanayohusisha Tigray inazidi kuongezeka. Ni Florin Kajage. Na msikilizaji, siku ya mazingira duniani huadhimishwa Juni 5 kila mwaka, nikimaanisha hii leo, ikiwa ni hatua muhimu sana ya Umoja wa Mataifa ya kuhimiza
ufahamu na hatua ya kuyalinda mazingira. Ikiongozwa na mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa UNEP tangu mwaka 1974, siku hiyo hutumika vile vile kama jukwaa kubwa la kimataifa kwa ajili ya kufikia umma, ikishirikisha mamilioni ya watu duniani kote katika uhifadhi endelevu wa mazingira. Siku hii inakuja huku dunia ikikabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayoifanya kukumbwa na majanga kila uchao. Taarifa zaidi na Sarafi Nairobi. Athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kawaida huwa hazibishi hodi. Ishara zake hujitokeza kuhakikisha unatunza mazingira. Ima ni mafuriko, ongezeko la mito ya nyika, kuyeyuka kwa barafu kunakosababisha ongezeko la maji baharini, ukame unaosababisha baa la njaa na hata mkurupuko wa magonjwa. Dunia leo hii inapoadhimisha siku ya mazingira kule Azerbaijan, ina umuhimu gani? Kama anavyoeleza Helen Dena kutoka shirika la Greenpeace Africa. Huwa ni chombo kikuu cha Umoja wa Mataifa cha kuhimiza ufahamu wa kulinda mazingira ama hatua za kulinda mazingira ambazo mataifa tofauti tofauti yanapaswa kufanya. Huanzishwa basi mashauri ya kisera kulinda zile ahadi ambazo mataifa yameweka ama yamekusudia kufanya, na sana sana hata kuona ya kwamba watu wote ama wananchi pia wanahamasishwa kuhusu ulinzi wa mazingira. Licha ya kuwepo na kikomo cha nyuzi joto 1.5, dunia imepitiliza kikomo hiki. Na ni kwa nini? Changamoto kadha wa kadha zinaendelea kuwa kikwazo kikubwa hasa kwa mataifa ya Afrika. Licha ya Afrika kuwa na vyanzo vingi vya nishati safi, yapo mataifa mengi ambayo bado hayajaweza kutumia vyanzo hivi kama vile jua, maji na upepo. Mataifa mbalimbali yanapokutana hii leo kuadhimisha siku hii, wito ni mmoja kama anavyoelezea Helen Dena kutoka Greenpeace Africa. Wito wa mataifa wa kuchukua hatua kupunguza ile hali ya hewa, kwa kimombo tunasema a global call for climate action. Si Afrika peke yake, lakini dunia nzima tunarekebisha yale mambo ambayo sisi kama binadamu tunafanya ili kuchafua mazingira ama kuleta yale mabadiliko ya tabia nchi. Ili kuhakikisha ongezeko la joto duniani linasalia chini ya nyuzi joto 1.5 katika karne hii, ni lazima watu wapunguze kwa nusu utoaji wa gesi chafuzi kila mwaka.